KRA pale kwenye Twitter. Kwa Twitter. Kuna mwingine anauliza, how do I dispute of billing of taxes for rental income sent by the KRA? The income from the rent is 25,000 and the claim due is 506,502. Haya, so overbilling. Sio kama tujibu hii au tujibu, kuna ule mtu alikuwa anauza juu ya swali la pairs one. Unaweza jibu hilo pia. Acha nitajibu yote mawili tafadhali. Asante. Sasa kwanza tuanze na huyo ameuliza juu ya rent. Kama kuna vile umepewa bill yenye imepita kiwango chako. Sasa unajua kuna pale kwetu kwa Tax Procedures Act kuna various types of assessments. So kuna ile unaweza kuwa kuna ile self assessment yenyewe wewe umesema yenyewe mimi nafaa kulipa ushuru ya kiasi hiki kama 25,000. Unaweza kuwa kuna ile assessment unaweza pewa na commissioner. Kama commissioner ameona how much as uli declare wewe mimi nafaa kulipa 25,000 alafu commissioner anaona unafaa kulipa 30,000 utapewa assessment hiyo 5,000 ya juu. Unaona? Sasa lakini kama ukapewa assessment na imepita kiwango ile wewe uko na uhakika unafaa kulipa, hiyo ni kitu unafaa kuandika barua kwa from that office yenyewe. Of course unajua kwa siku hizi hata ukiandikia barua yoyote imesema imetoka ofisi gani. Kwa sasa ni muhimu unajibu hiyo barua, unamwambia hapana, mimi kama mwenyewe nafaa kulipa rent ya this much, this is the rent schedule, this is how I receive the rent and this is the much that I do receive. Kwa sababu kutoka hapo ndio sasa tuta-rectify, tutakupatia ile bili na kufaa. Au kama haufai kupewa bili yoyote, sasa tutaifutilia mbali. Okay, kwa hivyo utaandikiwa barua na wewe utajibu ile barua kulingana na ile ofisi ambayo imefanikisha ile barua. Ujibu hiyo barua na uelezee useme wenyewe mimi hii pesa mnaniuliza mimi sifai kulipa. Okay. Sasa pengine nijibu hiyo swali lingine ya pay. Alikuwa ameuliza why is KRA adding pay automatically to all new company pins yet the owners should be the ones to declare their tax obligations. Sasa kwa iTax wakati ushapata registration from the Attorney General's office hiyo certificate ya registration company hiyo. So kutoka hapo ukikuja hapo kwetu kwa iTax, so kisha login the only automatic obligation tax obligation ni income tax peke yake. Unaona kama sasa kama wewe kama individual ukichukua pin utakuwa income tax ya individual. Kama ni kampuni itakuwa income tax ya company. Kama ni partnership watakuwa income tax ya partnership. Sasa kutoka hapo any other obligation, be it pay as you earn, value added tax, any withholding, hiyo yote ni elective. So pengine hapo nafikiri mtu aliclick kimakosa. Otherwise hatupeani automatic. Si automatic. Unajua kama uko na wafanyikazi, unaweza kupata kuna watu wengine bado wako na kampuni kubwa lakini wameoutsource hiyo wafanyikazi, unaona? So huwezi kuwa ni pay as you earn obligation. Na sasa unaweza kuwa ni kampuni bado ndio inaanza. Sasa kama huna wafanyikazi, hakuna vile tunaweza kuwekea pay as you earn obligation, ndio hauna hata wafanyikazi, unaona? Okay. So pengine ilikuwa tu ni hitila fulani yenye anaweza tembelea hata kama unaweza andika mail au iTax alafu useme hiyo obligation itolewe. Kwa hivyo inaweza ondolewa. Inaweza ondolewa. Natumai kwamba huyo msikilizaji ameweza kupata jibu. Kuna jamaa mwingine anauliza, nina KRA number na sina namna ya kutumia kwa maana mfumo wake haieleweki. Inaonekana kwamba huyu labda haelewi vile pin inatumika pale na mambo kama hayo. Labda utueleze tu kidogo tu. Natumai huyo ni individual. So individual anatumia pin kwa njia tofauti. So hiyo njia mbalimbali za kutumia pin nikiguzia tu kidogo. Kwanza kuna moja kama kufungua bank account. Kufungua bank account ambao uko na unahitaji pin. Ukitaka kununua kaploti pale. Watu wamesema hiyo ploti maguta hiyo. Sasa wewe unataka kununua hiyo kaploti hiyo. Sasa lazima mpaka ukue na hiyo pin. Pin utaitishwa pin pale. Ukitaka kufanya transaction tu yoyote ya kiserikali mpaka ukue na pin. Ndio mpaka tutaka kujuza hiyo serikali na ushuru ni kitu moja. So mpaka zipelekane. So hizo ni baadhi ya njia ambapo utatumia pin. In fact huwezi fanya transaction yote hapa nchini Kenya bila pin. Utaulizwa uende kwa benki, hata kununua gari bado utaitishwa, shamba bado utaitishwa pin. Kwa hivyo natumai kwamba msikilizaji ameweza kuelewa pale. Labda turudi kwa hili swala la
tax compliance certificate. Hebu tueleze hii tax compliance certificate ina umuhimu gani na inapatikana vipi kwa mwananchi wa kawaida? Asante. Hiyo tax compliance certificate nilikuwa nimeelezea. As ukisikia hiyo majina, tax ni ushuru na compliance kuonyesha umefuatilia maagizo na umecomply kulingana na sheria za ushuru. Yes. Sorry. So now assuming unataka kutafuta kazi mahali na sasa mwajiri wako unajua kulingana na our constitution constitution, it is a requirement under the constitution some of the requirements za kuwa wewe mwananchi wa kawaida ukitafuta kazi kwa ofisi fulani. So one of the requirements ikiwa is kuwa umelipa ushuru. Sasa ndio sisi ukipeleka kwa ofisi fulani unataka kuonyesha yenyewe umelipa ushuru. The only evidence unaweza kuwa nayo kutoka kwa KRA is by tax compliance certificate. So hiyo kitambo tulikuwa tunaandikia watu barua. Sasa siku hizi sasa ni tax compliance certificate. So this tax compliance certificate so itakuwa kama wewe sema as an individual. So unaweza kama wewe sema mwajiri wako amesubmit all the payers you want na umedeclare kama uko na kashamba kama uko na kabiashara mahali umedeclare hiyo tax umekuwa ukilipa vizuri. Kama ni kampuni iko na wafanyikazi imelipa payers one yote, kama ni withholding, kama ni value added tax yote imelipa. So kama imetimiza hiyo yote ni sasa sisi tunakupatia document kuonyesha ya kwamba umelipa ushuru. Sasa hiyo ni just tunakuclear so from our records ni kuonyesha wewe umelipa ushuru. Lakini kama commissioner akakuwa na information yote baadaye tashwishi yote ikuje alafu unasema kume gidi wewe ulikuwa umesema tushakupatia clean bill of health alafu baadaye kume tujue kume gidi bisa kukuja hapa kwa radio kume yeye huwa anauza tu magari pale Gong Road. Sasa tunasema wewe bwana hii hujadeclare hii sasa tuta withdraw ile certificate. Na uanze tena sasa lakini jinsi ya kuapply pengine hapo ndio ulikuwa umeuliza. Yes sir. So jinsi ya kuapply unafaa kila sasa hii kila Kenya mpaka kwa iTax. Kwa iTax inahitajika ukue tu na ukiona ile pin unaenda tu pale kwa itax.kra.go.ke ulogin pale uweke ile pin yako alafu utaprovide na email address na mahali unafanyia biashara kama wewe ni umeajiriwa mahali umeajiriwa all those details. Sasa unaziload pale. Hiyo side kwa information tutoka kwa KRA databases. So in future so ukitaka kuapply hii compliance certificate una login tu pale under certificates kuna tab utaona certificates under certificates hata pale chini uta click apply for tax compliance certificate. Alafu itakuuliza why you want to apply for the sababu ya kutaka ile certificate. So inaweza kama ni kampuni pengine nataka tenda, pengine ni mtu binafsi anataka kutafuta job mahali na maneno kama hayo. Alafu sasa hiyo ukisha apply inakuja kwetu kwa officers kwa pale. So akishaangalia ledger yako aone wewe jinsi umelipa ushuru umelipa kulingana na vile ipasavyo. So kutoka hapo ndio sasa if I just approve inarudi kwa email address yako. So ndio tunasihi wananchi kama una supply details pale kwa iTax tafadhali peana email address ile unatumia. Usitumie tu kitu arbitrary. Leo sio kutoka sasa hata tukikujibu sasa tutakujibu aje. Sasa tunataka kupunguza. Lazima uweke valid email address. Valid email address. Kwa sababu pale ndio tutakuwa tunatumiwa ile certificate. Kisha na print na mara moja unaweza kutumia. Sasa I need that signature. Hiyo kisha print hiyo ukirudishiwa ni hivyo. Na swali la pili ambalo nilikuwa nauliza tayari umejibu pale. Kwa nilikuwa nataka kuuliza ikiwa ni mfanye biashara na unataka kuapply tender serikali na kwa ministry ama institution yote ya serikali una apply tax compliance namna gani, lakini tayari umenieleza kwamba unaenda pale kwa iTax. Kuna swali lingine ambalo ningependa kuuliza pale, inachukua muda gani kupata hii certificate ya tax compliance? Tax compliance certificate ni unaweza ni vitu online. Na pia uniambie ni valid for muda gani? So hiyo ni kitu online. So ukiapply kama saa hii ukiclick submit mtu kwa ofisi anaiona immediately. Unaona inaapia pale KRA sasa itaapia immediately. So ule ofisa yako pale kwa desk akishaiona so yeye ataangalia tu ledger yako. Kama ni kampuni za kuwa na tax obligations kadhaa. So naangalia income tax, payers one na VAT na maneno kama hayo. So ukishaangalia, ukisha ascertain una approve.
Kama ni ile pin hata haina maneno mingi, in fact the system can automatically approve na ikurudishie tu. Kama hauna hizo madeni. Kwa hivyo tuseme inaweza chukua siku kama moja tu. Hiyo kitu hata inaweza chukua yenyewe hata hours. Hata hours inaweza chukua hours. Mfano kama kuna wale watu unaona pengine ukiangalia ledger yako, ulikuwa umeguzia maneno ya ledger hapo mbeleni. Ukiona ledger yako katika kwa system. Ukiona tu kama uko na mahali hailingani vizuri, kama hapa umekatwa ushuru ya sema ya 20,000 na umelipia hiyo 20,000, unaona inafaa kulingana hivyo. Kama imelingana vile, ifaa kupata tax compliance, hiyo ni kitu ya haraka sana. Immediately. It's immediate. Okay. Yes. Kuna huyu jamaa anasema, Gidi, who is supposed to remit the tax if I'm employed? Ni mimi ama ni kampuni? Hiyo ni swali la kwanza, unaweza andika Bwana Mugo. Alafu mwingine anauliza, why is it that the PIN generated for you to pay for money owed by KRA expire after 2 days and you can't pay using that PIN after those 2 days? Hilo pia ni swali lingine. Na mwingine anasema, Gidi, kindly ask Bwana Mugo why they take too long to refund the taxpayers and only 30 days when claiming a penalty. I'm Joseph Mindoti demanding a refund of 15,000 Kenya shillings since 2015. Huwa mnarudisha pesa? Hiyo sijaisikia. Utajibu hilo Bwana Mugo. Na mwingine anasema, I am a university student and I was late to do my returns this year. What can I do and I'm not employed? Hilo pia ni swali lingine tena. Yaani nakwambia maswali yako mengi sana. Mwingine anasema, I registered a company the year 2013 and it lies dormant to date. Am I supposed to pay tax? By the way, hii swali hata mimi nauliza kwa sababu hata mimi niliregister company na hiyo certificate iko tu pale, sijaanza kuishughulikia. Hilo pia hata mimi ningependa unijibu hapo Bwana Mugo. Tafadhali hebu zungumzia na maswali yako mengi sana. Okay, asante. Sasa nazana hiyo swali la pay as you want. Yes sir. Sasa kama mtu ameajiriwa na kampuni yote kama sasa vile ukapa Redio Jambo. So it's upon the employer ku remit hizo taxes ambazo zinakatwa kwa mshahara. Ukisema unalipwa 100,000, umekatwa sema tax kama ya 20,000. So hiyo 20,000 ni employer ndio anafaa kulipa KRA. Sio mimi kibinafsi. Sio wewe. Sasa lakini sasa kama hizo malipo ukitaka kuhakikisha mwajiri wako analipa, ukilogin pale kwa iTax, ukiangalia unaona tu kama analipa. Kama it doesn't appear on your ledger, ujue halipi. Unakatwa na labda halipi. Unakuwa nakatwa na halipi. Kwa hivyo unafaa kuingia kwa iTax kuangalia. Unaangalia tu every month. Akisubmit hiyo by 9th of every month, ata ina update pale. Sasa wewe kama mtu binafsi mwisho wa mwaka unapewa ile P9. So wewe utasema kwa hii mwaka mzima nilipwa hii pesa ya Redio Jambo na wakanikata hii ushuru na ndio hii. Ukisubmit inachukua ile information wamekuwa kikukata for all those months, inalingana na ilinganisha tu. Sasa unaona pale kwa hauna deni. Okay. Lakini ukiona kama uko na deni mahali, unajua kuna mahali employer yako hasubmit. I think hiyo ni ya kwanza. Hiyo nyingine ni about mtu amesema about PIN at ya payment, haitwi PIN, inaitwa PRN, payment registration number. So ukigenerate hiyo namba ya malipo, there's no way sisi kama KRA tunataka ati kazi yetu ni kuokota ushuru, alafu tunataka ati kitu ya kusaidia kulipa ina expire after 2 days. Hiyo ndio pengine hapa kuna hitilafu mahali. Hiyo haiwezi kuwa ina expire after 2 days. Juu sasa sisi interest yetu ni kuwa unalipa na ni kuhakikisha tumekusaidia na tumeka mikakati ambayo ni ya uweze kulipa vizuri. Lakini kama yake ime expire, kuna tu pale kule zingine kwa mtandao tu ni free. Inawezekana na raise nyingine na aweze kulipa. Kwa hivyo hiyo sio PIN, hiyo umesema ni namba nyingine. Inaitwa PRN, inaitwa payment registration number. Inakuwa tu raise, pengine yeye raise kitu tofauti. Okay. PRN inaweza expire after 2 days. Lakini kuna explanation kuhusu hizi haya mambo yote kwenye website ya KRA. Website hiyo iko. Na ukitaka hiyo kurizio payment hata ukilogin kwa iTax inawezekana. Alafu siku hizi hata kama ukaenda mahali ukwame pale at KRA kwa Twitter, kuna mtu ako hapo kazi yake tu ni
jibu maswali. Kujibu hiyo maswali. Ukienda tu pale ulio swali unajibiwa tu saa hiyo hiyo. Okay. Yes. Sasa kuna mwingine ameuliza about refunds. Of course kuna mahali umenichekesha juu sasa umeuliza mbona kama unarudisha pesa. Nimeshangaa KRA huwa anarudisha pesa kweli. Of course mandate yetu kwanza kubwa ni kuokota. Kuokota ya kwanza ni ya muhimu sana. Kuokota damu unaokota. Hiyo kuokota tunaokota kabisa. Sasa kutoka pale sasa sema kama uko na umeoverpay. Tuseme kama pale kama ile inakuwa ya kawaida sana. Tuseme kama wewe kama umeajiriwa, umekatwa ile tax. Alafu pengine ulikuwa na insurance. Unajua insurance iko tax relief. Wewe mwajiri wako alisahau kutoa hiyo tax relief ya insurance. So after kufanya hiyo return mwisho wa mwaka utapata kwa baki ya refund. So ile kitu tunafaa kufanya, pengine huyo bwana anafaa aende pale kwa iTax apply hiyo refund. Unajua sasa kama hutuambii unataka, hatuwezi assume unaitaka hata tukupatie. Hapana. Serikali ikupatie tu ovyo ovyo. Lazima uitishe. Uitishe hiyo pesa. Aenda pale kwa iTax apply for a refund. Ukiapply refund, so ndio utapewa task number. So hata ukiona ina take long, unaweza kufuatilia na hiyo tax number. Juu sasa hiyo tax number zinakuwa generated per transaction. So pengine ule jamaa pengine kuna maagizo fulani hajafuatilia vizuri. Inachukua muda gani kupata ile refund ikiwa umeapply pale? Ishakuwa verified. Anytime a refund is verified. Na tumeona yenyewe Gidi una deserve kupewa hiyo 20,000 even if hata it's a million. Sasa tunaweka tu pale kwa queue. Unajua kuna queue kila mtu anaitia hiyo pesa. Sasa tunaweka pale kwa queue. Kwa sababu shida ni kwamba labda mnakaa sana na hizi pesa bwana Mungu jamani. Wale individuals huwa haikai. Unajua kampuni ndio pekee iko na njia mingi ya kuverify. Lazima ichunguzwe. Mpaka ichunguzwe. Lakini ya individual huwa haikai. Haikai. In fact watu ulipwa haraka sana. Hata nimeshangaa jamaa anateta. Okay, swali lingine tena. So hiyo swali lingine kuna huyo mwanafunzi wa university alikuwa akona amechelewa kufanya return. Ningetaka kwanza kuwajulisha na ana hajaajiriwa. Kwanza kitu ya kwanza siku hizi tume enhance iTax such that kama wewe ukiapply kama student haupewi hiyo obligation ya kukuwa unalipa any tax, unaona? Tumehamasisha iTax kiwango hicho. Lakini sasa kama huyu alichelewa kufile returns, kwanza mpaka haifile. Kama ataka mpaka haifile. Alafu sasa pale kwa iTax kuna mahali anaweza enda apply for a waiver of those penalties. Anaweza apply waiver kwa on iTax. Alafu asoki na pale kwa officer akisha present unaambia pale attach the documents. So attach your student ID yake na kuna kuonyesha bado ako is still in school. A student. Alafu itakuwa considered. Wataangalia it's on a case by case basis. Yes. Kwa hivyo aende tu pale kwenye mtandao na aweze ku apply. Sasa kuna hii nyingine imeaffect Wakenya wengi sana, dormant companies. Umeregister kampuni au na tayari umechukua pin imelala tu pale. Je, sisi Wakenya tuko na hiyo umeona haso fulani unaweza fanya sasa ile ukakimbia ukaregister kampuni hiyo kitu liko sana. Unasikia siku kuna coils zinauzwa mahali unaweza kuregister kampuni ya kuuza coils. Alafu coils na hiyo biashara inaisha. Sio inabaki tu pale. So ile kitu unafaa kufanya ya kwanza, kama kampuni iko dormant, unafaa kujulisha commissioner that the company is dormant. Yes, hatuwezi jua kama ufanyi biashara ufanyi. Au hakupata kazi haikujua. Unafaa kutujulisha. Ndio iweko hiyo dormancy. Otherwise, unafaa kuwa una file returns kama ni kila mwaka, kama ni ya income tax, kama ni payers one ulikuwa umeregister kila month unaweka nil return. Kama ni value added tax unafanya return kila mwezi. Otherwise, sisi tumeka pale ofisi nafikiri wewe umekataa kufanya return, so hapa system inakuweka tu penalties pale. Umechelewa kufile return. Juu sisi hatujui. Kama huyo aliregister 2013 tuko 2019, hiyo ni how many years? Miaka 6. Kwa hivyo penalties kama ngapi? Hiyo kama ni VAT ahesabu kila mwezi 10,000. Kwa hivyo lazima uweze kujulisha kwamba hii kampuni nilisajili lakini haifanyi kazi. Hata sisi hatujui. Kwa hivyo ile siku labda kazi itatokea, labda amepata tenda, lazima rudi apate compliance na alipe hizo penalties. Unaona sasa? So ni mzuri kufanya tu hiyo nil returns kila month kama hauna kazi. Na nil returns hiyo ni bure. Au hakuna kitu nalipa. Lakini kama sasa huyu jamaa amekuwa for all those years hajafanya hiyo returns, ningemsihi kwanza atembelee ofisa KRA iko karibu na yeye.
Okay. Aweze kueleza kesi yake. Eleze kesi yake. Hiyo vitu zitakuwa considered on case by case. Na huenda atakasamewa sasa ama ikapungua ile penalty. Inalingana vile amepresent kesi yake, unaona. Okay. So it's good sasa ukiona kama ifika mahali kama pale kwa hiyo unakuja unaelezea kesi yako, alafu tutaiangalia vile iko. Okay. Yes. Bwana Mugo, time imeenda sana. Tumeshafika saa 2, tunaingia kwa habari za saa 2 ili tuendelee na mambo mengine. Nimeshukuru sana wewe kutembelea hapa Radio Jambo kutuelimisha, na tume kwamba msikilizaji mahali popote ulipo umeweza kuelimika, na wakati mwingine tukihitaji labda maswali zaidi tutakualika tena ili uweze kuhamasisha wananchi. Labda ujumbe wa mwisho kwa Wakenya tukimalizia. Mimi ningejaribu kuwasihi tafadhali, kama ni you have any tax problems, it's good usingoje mpaka ikufikie. It's good kwanza utembele kama KRA, uko unapata tu update tu peke yake. Unaangalia pale iTax kama kuna kashida yoyote, unaenda una update. Na kitu kingine ya muhimu sana, unakuwa hizi tax laws watu huwa wazisomi. So unajipata uko kwa mataani na pengine huko unajua. So ni vizuri sana. Ndio sasa unaanza kutafuta uko na mtu wa KRA anisaidie hapa. Basi. Sasa unapata wana mabroka wanakuja wanakugonga. Unaona? Na services sisi tunapeana bure. So ni vizuri before shida ikupate. Tafadhali kuna tembea ofisi ya KRA. Kama unaona kuna issues fulani, ukiona mwajiri wako submit hizo returns, tafadhali enda tu mapema. Usingoje mwisho wa mwaka ndio unakuja kukimbia kwetu. Ndio sasa tukue tumeweza kuweza kukusaidia. Lakini mimi na watu sisi tulipe ushuru tuweze kujitegemea. Kweli. Yes. Asante sana Bwana Benson Mugo, kumbuka anatoka Kenya Revenue Authority. Nashukuru sana, na wakati mwingine tukikuhitaji tutakualika tena. Asante sana. Asante sana, na uwe na siku njema. Wewe pia asante. Mtazamaji, huyu ni Jimmy Gates na unatizama Radio Jambo.